Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Saadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Alhamis ya tarehe 27 mwaka 2025. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Mipango mizuri itakutawala katika akili yako, moyo utafunguka kwa kuwa mwazi katika baadhi ya majambo, hasa yanayohusu maendeleo. Ukweli ni kuwa, unaweza ingiza kitu mkononi, taarifa za mbali zitakuhusu. Jua linaweza kuwa kali leo, na hii itakufanya kuwa mkali na hata kuongea yaliyofichika katika moyo wako. Uwazi utakusaidia sana leo rafiki. Achilia mambo ambayo yamekaa kwako ila sio mahala pake, ikiwa na maana. Achilia. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Unaweza ongea na mtu ambaye tayari ashaona udhaifu wako, hivyo basi ni sawa na kujiangalia katika kioo au kuchukua chumvi na kutia baharini. Utashughulikia masuala yako binafsi leo na hata kutamani mambo mengi yawe yashakuwa sawa. Matatizo madogo madogo jitahidi kuwashughulikia mapema ili yasiwe makubwa. Utajibika katika shughuli zako ipasavyo, ila unaweza katishwa kwa simu moja tu. Pesa ni wastani leo. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Utapambania hali fulani ambayo ni ya heshima zaidi. Mabadiliko kazini kwako utayaona. Huwezi kukamilisha jambo ambalo mwisho wake kabisa hujui, kwani huenda litakuletea shida kiasi. Fuata mema tu ambayo nafsi yako itakwambia. Utakuwa na feelings za ndani kabisa ambazo zitakufanya ufikirie zaidi. Kuwa huru katika uchumi, mpenzi wako wa zamani atakukumbuka kwa namna fulani leo. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey, na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Hisia zako zitakuwa kali sana leo kwa kutambua baadhi ya feelings za watu wengine, hivyo basi usiwe ni mtu wa kuyanika mambo hadharani. Ubora wako utadhihirika leo. Masafa mafupi leo yatakufanya uhisi uvivu, ikiwa na maana unahitaji utulivu zaidi. Matakwa mengine yasikurejeshe nyuma katika maamuzi yako. Mawasiliano yako yatakuwa wastani leo, na pia utahakikisha migogoro inapatiwa ufumbuzi aidha leo au hata siku za mbele. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver, na namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Fikra zako zitakuwa down leo, ikiwa na maana kuna kitu hakipo sawa, hasa katika swala zima la uchumi. Upepo wa bahari au sehemu tulivu ni bora zaidi kwako leo. Afya ni wastani na mapenzi pia. Mmoja wenu atakubali kushindwa. Majaribio mengi yasiyo salama yatafail juu yako. Unaweza ona mtu akikaribiwa mbele yako, na hii inaweza kuwa na mtazamo tofauti. Katika jamii uliyopo utasikia mengi leo, ila unatakiwa kuwa shupavu na hata kupuuza baadhi ya maneno. Siku ya bahati ni Jumapili. Asili yake ni moto.
ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni gold au orange. Namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Utakuwa mzungumzaji katika hafla yoyote ile au kikaoni. Utakuwa na muhimu leo. Utapata taarifa kuhusu mtoto alizaliwa. Masuala ya mapenzi ni wastani. Utahisi utofauti hasa katika mahangaiko yako, ambapo uwajibikaji utakuwa katika good performance. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Leo utakuwa ni mtu mwenye mawazo mengi ambayo yamesababishwa na swala zima linalohusiana na mahusiano. Hautaona usawa leo, na pia unaweza fuata peer pressure aidha kwa kutenda au kuhairi. Utalinda heshima yako kwa gharama yote ile na utakuwa mjasiri. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Unaweza kuona sio shida zako, lakini ukweli ni kuwa kumsaidia mtu ni moyo. Utapokea upendo sehemu ambayo haukutarajia. Pingamizi ya kitu fulani kwako itapungua na kupata wepesi fulani. Hautajilaumu moja kwa moja katika maamuzi yako na utakuwa juu rafiki. Utaondoa kile ambacho hakistahili kwako na utafurahia hilo. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Maongezi na wengine yatapamba moto, ikiwa na maana utavuka vizingiti tofauti leo. Suala linalohusiana na mali ya pamoja litakupeleka mbio na kuhisi tofauti kabisa. Unaweza ukaona mabadiliko ya ghafla katika upande wa ngozi yako, na ikidhihiri hiyo basi muone tabibu aliye karibu nawe rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Tamaa ya kutimu kwa jambo fulani itakujaa leo. Walakin itakatishwa baada ya kuona muda ukisonga bila mafanikio ya hakika. Leo hautajiuliza mara mbili katika maamuzi uliyofikiria muda mrefu. Gharama za matumizi zitakuwa juu na hata kuingiwa na kigugumizi cha muda. Amani ya moyo utahitaji zaidi baada ya kuona uthubutu katika njia sahihi. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota Aquarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Unavutia kila mtu, ndio sababu hii ni siku maarufu kwako. Huenda ukaanzisha penzi jipya lenye tumaini jipya. Furahia kushirikiana na watu wako wa karibu, hasa mnaoendana katika vitu tofauti, na kuwa na nyakati nzuri. Masuala ya fedha ni ya kufikirika rafiki, na pia jitahidi upime afya yako au tafuta ushauri katika suala ambalo litakutatiza rafiki. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky
sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 March. Makubaliano ni madogo sana leo, ikiwa na maana hautajisikia vile unataka. Leo utapatwa na mshangao baada ya kusikia habari ya mtu fulani mwenye heshima kwako au kwenu. Mahusiano yatakuwa moto na pia ni wastani, licha ya kusubiri ahadi ya mtu uliyemkopa rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida tunazungumza gurudumu letu leo la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati kwa kila nyota. Na tukianza na upande wa nyota ya punda, muda wako mzuri ni kuanzia saa 5 hadi saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri wa bahati leo ni kuanzia saa 3 hadi saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1 mpaka saa 4, na vile vile saa 9 itakuwa muda wako pia wa bahati. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 5 hadi saa 6. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 hadi saa 11. Na tukiendelea na upande wa nyota Vigo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 mpaka saa 8, na vile vile saa 1 usiku hadi saa 2. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 hadi saa 4. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1 mpaka saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 11 hadi saa 2 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7 hadi saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9 hadi saa 12. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3 hadi saa 8, na vile vile saa 2 mpaka saa 3 za usiku. Kama kawaida tunaendelea na upande wa nyota za watoto, na tukianza na upande wa nyota ya Kondoo au Punda, mtoto aliye tumboni atapenda na atakuwa mwenye kupendwa akija duniani. Mtoto chini ya miaka 10 atafichua baadhi ya siri za wengine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, mtoto aliye tumboni atafanya mabadiliko ya nyumba ya wazazi wake. Mtoto chini ya miaka 10 ataingia katika mashindano shuleni. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, mtoto aliye tumboni atakuwa na heshima kubwa. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa ni mwenye haraka sana katika majambo yake. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, mtoto aliye tumboni atajichunguza na kujitambua. Mtoto chini ya miaka 10 atashangaza na kufurahisha watu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, mtoto aliye tumboni atakuwa na kipaji cha udaktari. Mtoto chini ya miaka 10 anaweza kukosa uchangamfu. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mtoto aliye tumboni atakuwa na shauku sana ya kutaka kujifunza. Mtoto chini ya miaka 10 atakumbusha ahadi ambazo ulimwahidi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, mtoto aliye tumboni atakuwa si mwenye kukwazika sana na maneno ya watu katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa ni mwenye kuingiza sana mambo ya utandawazi, hasa anayoyaona katika runinga. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, mtoto aliye tumboni atakuwa na usimamizi wa ziada. Mtoto chini ya miaka 10 atadai kutembea kwa bibi au babu yake. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, mtoto aliye tumboni utaajibika ipasavyo kwa ajili ya ukombozi wake. Mtoto chini ya miaka 10 atahisi kuwa yeye
yuko yeye, iko na maana atakuwa na wivu. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, mtoto aliye tumboni atasimama imara katika nyakati zote zile katika maisha yake. Mtoto chini ya miaka 10 hutokubali unyanyasaji wowote ambao unauona kwa mtu mwingine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, mtoto aliye tumboni atatambua kutatua baadhi ya migogoro katika familia yake. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa mwenye kujipa matumaini mapya ikiwa akikosa katika maisha yake. Na tukiendelea tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, mtoto aliye tumboni atafanya kazi yake katika umri wake duniani. Mtoto chini ya miaka 10 atajua kipi kitu kizuri na kipi kibaya. Ushauri kwa mama: fumba macho katika swala zima la matumizi leo kwa mwanao. Ujumbe kwa wale kuwa hajapata watoto: ondoa shaka katika riziki zako, kwani kila lilopangwa litakufikia kwa wakati sahihi. Ulikuwa nami na bye bye.